Hamjambo wapendwa watazamaji wa Ila TV. Leo ni mara nyingine ambayo tumependa kuwatia na mambo mazuri. Mpendwa mtazamaji, kama vile ambapo mnakuwa mmetufahamu vizuri, si Ila TV tunakuwa tumeripoti ndani ya nchi ya DRC, jimboni Kivu ya Kusini, tukiwa tarafani Mwenga na hapa ni mjini Kitutu, mnamo usultani ya Wamuzimu ama tunakuwa mkoa mdogo wa Bakute. Hapa ni Kitutu kabisa, na leo tumekuja kutembelea soko hii ya Kitutu. Tunatamani kujua maendeleo ya soko, nini ambao wachuruzi wamekuwa wamepitia kwa sasa, nini ambao vile pia walanguzi wamekuwa wamepitia kwa siku kama na hizi. Basi mpendwa mtazamaji, utatambua pia kwamba Kitutu inakuwa imepatikana mnamo kilomita 45 na mji wa Kamituga. Kwa hiyo tulijitahidi tu kuja kutembelea hii soko ili tujue nini ambayo imekuwa imeendelea kwa sasa, nani ambayo inakuwa hayaendeki kwa siku hizi. Basi mpendwa mtazamaji, utakuwa umefahamu mingi kwa kipindi ya siku ya leo. Kipindi kitakuwa imeendeshwa nami Elizabeth Mazambi na kamera imekuwa imeshikiliwa naye Bonane Riziki. Basi unapo pia tazama video hii, sababu kulike, vile kuisambaza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama ni kwa mara yako ya kwanza kuwa pamoja nasi, ni vizuri pia kujiunga kunako channel ya kwetu ili kuweza kutusaidia na kutupatia fursa ya kuendelea na mambo mengine kwa siku ambao itakao kuja hapo baadaye. Kwa hiyo wapendwa watazamaji wa Ila TV, kama nilipowaambia tangu hapo mwanzo wakati tulianza kipindi chetu cha leo kwamba tumekuja kutembelea soko ya hapa Kitutu, na tumekuwa tayari na kiongozi wa soko ambaye ametukaribisha kwa soko hili ili tuanze kufanya kazi ya kwetu. Kwa hiyo basi atakuwa amejitambulisha kwa majina yake ili muweze kumfahamu vizuri ameitwa nani na kazi ambayo amekuwa amefanya hapa Kitutu. Kwa hiyo baba, kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Birindwa Claude. Unaitwa? Birindwa Claude. Birindwa Claude. Wewe ndiye kiongozi wa soko hii hapa Kitutu? Mimi ni kiongozi wa soko hapa Kitutu. Ni mimi Claude ndio niko kiongozi wa soko hapa Kitutu. Unakuwa na miaka ngapi unaongoza hii soko? Mimi nakuwa na miaka 10 niko naongoza hii soko. Unakuwa na miaka 10 unaongoza hii soko? Ndiyo, asante. Okay, unakuwa na experience ya mingi kupitia hii soko? Okay, niko pia mchuruzi, nafanya kuwa na experience hata siku kiongozi. Lakini niko na experience mingi juu ya wachuruzi, juu ya kimaisha. Niko nayo. Hata siku kiongozi. Sasa vile kiongozi ni mimi Birindwa Claude. Safi sana, tunaona kuwa tunashukuru kwanza Mungu na ni jambo ya kufelicite, kwani mwaka ambao uliopita tuliwahi kupita hapa kwa hii soko, tulitaka mabadiliko hayako sawa na sasa. Ndio tunaweza kutuambia kupitia zamani mpaka sasa unakuwa unajisikia namna gani? Dake tangu hapo ulipo kamata hiyo kazi ya kuongoza soko hadi sasa, nini ambao unaona ameshabadilika? Mimi tangu mimi nakata soko kwa kuongoza hii soko mbele ilikuwa na jengo na mabashi. Jengo la mabashi tukaona ni sufrance kabambi sana. Nikakamata idea, nikakusanyisha ba komesa bote. Kawaambia kwa tunatia vitu mabashi aina mzuri, ufanye coordination yetu ka interne. Tuangalie kukuongoza likuta kile dimashe ano kifika kiango ya kujengea watu mbili banajengewa. Na Mungu akanisaidia tukasikiana. Mwa kuongoza likuta kidogo 1000 francs. Tushajenga vibanda nani mwezi 58. Na kwa leo ufanye ile maendeleo juu madifite ziko mingi sana. Ndio maana atuendeleshe. Jia nini tangu janvier atakusa kuwachukuza sasa bafanye ile kazi. Ya zaidi tuko sasa vile mayatima. Ngambo mwagoshe atuna msaada, mwadhiwate atupe msaada. Kingomba Mungu kaba bako bangidusikia malemeko yetu, nasiba tusaidie atana manjanja ngapi, atana ambao ngapi,
tuko tunatumika sasa vile mayatima. Hatuna msaada ya kutoka hata fashi na fashi. Hii makuta yetu ya kutoka mundala yetu, na ndio inauza rubao, inauza linjanja, inauza chevron na msumari, na kulipa fundi medevre yake misibe yenyewe. Tunatumika sasa vile mayatima. Asante. Na tulipokuja huku tulipita njiani tukaona kuna wale ambao wanaujishia pembeni ya barabarani kwa kuingilio ndani ya soko. Unaweza kutuambia kwa nini wale hawako ndani ya soko? Kwa nini wamebakilia tu huko pembeni na wasije ndani ya soko kwa kujisha vichuruzi? Okay, merci. Baba ni group yenyewe kutoka Mkamituga ni bashindikana. Na bambeka bateko mbarabara baingie ndani ya soko bananishinda. Na bambia kwanza dega ya moto au motugari bafike ndani ya soko bajiepusha hatari. Abapendaki. Mimi serikali hapa shaba tembelea batoke ndani ya barabara. Mimi komnole watu hapa shaba tembelea batoke ndani ya barabara, lakini abatokage banasema abo ni bakupita. Musasa chache bataenda batarudia kwa ni magumu ya kubakia barabara. Ni magumu na ni shida, kwani wakati ambapo wanafika pale kuna wanakuja ujisha ndio na wanapata hiyo pesa ambao na sio kwa mara ya kwanza tu wamekuja pale kwa kufanya hiyo biashara. Make ni jambo yenye haifurahishe hata kwa sisi hata kwa nyinyi. Unaweza pia kutuambia kwa kuja kufanya hiyo, ukitaka kuja kuchuuza hapa ndani ya soko unaweza kufanya namna gani kwa kutamani kupata fasi huko? Sisi ni wazazi. Tunapokea bati wote. Kama mtu anakuja kwa kweli anapita mbele ya kamati, soko iko sawa vile mwami anapeleka watu bakwe bengi sana. Mtu anakuja kunomba fasi ya kutandika hapa, hatuwezi tukamsumbue. Anapaswa pewa fasi sawa sana na wengine watu. Sofe tu usijipatie na kiburi kwa bure, lakini kufuatana na nasibi viongozi unakuja na lalamiko unasema tutapata fasi. Jia nini? President wa soko anapaswa penda watu bakwe bengi. Mimi na mwami mwenye ile fasi anaweza penda watu ongezeke, lakini basi punguki. Njo susi yetu tunapenda tupokee watu bakwe bengi sana. Na tulipoona wa maeneo ya huko nafasi ambako watu wanachuruza mabuchuruzi ya ulimaji, ni watu hapa Kitutu ndio wanaleta hiyo biashara ama kuna watu wengine wanatoka sehemu mbalimbali? Okay, bakuchuruza hapa kabisa si hapa zaidi. Watu wanatoka mijini mbalimbali, Mulolwa, Kakolo, Bionga, Biaville. Me dega niko hapa ya zaidi ni mikongolo iko mingi sana. Mikongolo vraiment iko mingi na mingi sana, ndio banalamika sana. Takuta base moya mogo banakongola kwa hata mikongolo 8 au 9 bakaji banalamika vile. Mimi watu wa kutoka mbalimbali saa vile Bakongo, Bionga, Mulolo ya vile. Me dega moja ya banani jia balimai ile mikongolo abani ngine problemi mikongolo tu. Asante sana. Kwa hiyo unaweza kuwa na ujumbe ambao unaweza kutoa kwa wakuu viongozi, vile vile pia kwa wachuruzi ambao wamekuja hapa na walanguzi ambao wamekuja kwa soko? Mimi kwa ngambo ya ujumbe yangu si zaidi ni malalamiko, na siba kwa banisikie wapate nesi msaada. Watu biko banafika msoko huko na biashara, mvule ikinyesha ili bitu inawana. Sena maweza kurukuna vile tutenda kubianika sasa mwa abita kauka, lakini ya zaidi kabisa kukubukuba uongozi na siba tubatusikia sauti yetu, batupateni simu msaada. Batupateni simu msaada kidogo tupate ujenzi hii soko. Tuko deja na miaka 5 miaka hii watu wanaanza kujenga vile. Tunajenga sasa vile mayatima. Hatuna agoshi na tuna adwati. Kupata linjanja hapa ni dega. Kupata liwa hapa ni dega. Ili kuta mchuruzi, mfuka mchuruzi, ndio mko yote. Ndio mko masomo, ndio mko ujenzi, ndio mko kukula, ndio mko nyumba ya kupanga. Kama wanajenga vile pole ndio ile madepense. Mti kwa hapa lakini maraporo kule kwa nyumba ni za nini. Kwa yule ambaye anaweza kapenda wafahamu vizuri ama anaweza kuwa hata na shauri ya kuwajia nao, anaweza kuwapata namna gani nini kama viongozi wa soko?
sisi kwa kutupata sisi tuko ndani ya soko kila siku. Tunafanya manga tangu lundi mpaka dimanche. Kwa kutupata ni shida kabisa, na niko pembeni yangu na sekretari wangu ule wa soko jina yake Pasia. Mimi azali kabisa yetu ni msaada. Tunateswa sana na mvula. Mvula inatupiga sana. Mvula inatupiga, ndio tuko vile naendelea kushajenga makasenga 58 ya makasenga na nani yetu tu sipeke mfuko yetu. Asante sana. Majina naitwa? Kwa majina naitwa Pasia Mugobe. Niko secrétaire marché soko kuu ya hapa Kitutu. Na kulingana na malalamiko ya soko, wewe kama vile mwandishi unaweza kuwa na maonyo gani? Kulingana na hali tunaishi hapa, president wa soko amekwisha kusema yote. Na hiyo ni kuwasina na mimi kama vile secrétaire mtufikishie hii habari, hii malalamiko, hii magumu yetu kwa ngazi za juu. Asante. Asante sana. Asante sana, asante sana. Tumeshamaliza na kiongozi wa soko hili. Tumekuja mara moja kuweza kuzungumza na wachuruzi ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea kwa upande wa wachuruzi. Kwa hiyo tumekuwa na baba hapa, atajitambulisha kwa majina yake ili muweze kumfahamu vizuri. Baba, kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Jerome Mweze. Uko mkaaji wa hapa Kitutu ama umekuja tu kuuzisha? Mimi nimekuja kuuzisha hapa nikiwa nimetokea mjini Bukavu. Umetokea mjini Bukavu. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza kuja hapa ama je? Mimi nilifika hapa wakati ilikuwa ingali mwaka wa 2017 na tena nikaacha. Kwa sasa nimerudia tena nikifurahishwa na maisha niliyoona hapa. Na wakati ambapo ulipokuja hapa mwa hiyo mwaka na wakati ambapo ulipokuja hapa kwa hii mwaka, nini ambayo umeona imebadilika kwa upande wako? Kwa sasa nimeona mabadiliko iko mingi sana, sababu uchuruzi nakuwa yenye kuumbaumba sana. Njia hakuna, barabara hakuna, na vitu vinapanda bei sana, tuuzishi sababu ya kuwa njia ya barabara hakuna. Barabara hakuna, na hiyo ni shida ambayo imeleta walio wengi kwa kuwaletea matatizo mengi. Kwa hiyo basi sisi unaweza kuwa na ujumbe ambao unaweza kutolea kwa watazamaji wetu ambao watakuwa wametutazama popote ulimwenguni. Kwa ujumbe wangu mimi peke yangu ningelihitaji lazima wahusika zaidi watusaidie, watutengenezee barabara, sababu wakaaji wanalia sana na sisi wauzizaji tunalia sana. Tungelipata barabara ya kufika mahali hapa, labda biashara vingelienda kwa usalama. Vitu ambavyo umekuwa umeshusha hapa imefanya siku ngapi njiani kwa kufika hapa Kitutu? Aiza hata miezi 2. Hata miezi 2, na hiyo ni shida kabisa. Asante sana. Mungu abariki sana. Mmeshasikia mengi kwa mchuruzi ambaye amesema kama yeye kwa upande wake shida ambayo imekuwa kwa upande wake ni kukosa barabara. Barabara imekuwa mbaya, vitu kwa kutoka Bukavu kwa kufika hapa Kitutu. Kuna wale ambao wamefanya juma 2 ama miezi 2 ili vitu viweze kuwafikia hapa Kitutu, na hiyo ni shida ambao wachuruzi wamekuwa wamepitia kwa sasa. Basi tutakuwa tumeendelea na kukamata wachuruzi wetu ambao watakuwa tayari kuzungumza pamoja nasi. Jambo sana Mama Leki. Kwa majina naitwa nani? Majina naitwa Solange Baruti. Sisi ni wahariri ama wapasha habari wa Ila TV. Tumekuja leo kuwatembelea kunako soko hii ya Kitutu. Kwa hiyo wewe ni mchuruzi hapa kusoko? Ndio, mimi ni mchuruzi wa produits like. Asante sana. Na hii kazi ya uchuruzi umeshakuwa na miaka ngapi kunaifanya? Kazi ya uchuruzi ninakuwa na miaka 8 kunaifanya. Naifanya tu ni hapa Kitutu ama unaenda nafasi mbalimbali? Naenda hapa Kitutu, naenda Kiziba, naenda njia Lugusha tunaita Kumiembe, naingia Kakolokelwa, kule kote tunaingia. Na kwa sasa kabisa kupitia uchuruzi yako unaona kabisa kwa upande wako unaendelea namna gani na uchuruzi? Antuka kupitia uchuruzi kumoma tuko mwao leo tunasikia tunateseka sana. Tunateseka, vitu vinapanda bei sana. Shie mnivu ya Bukavu tunauza vitu kwa bei mingi, transport inakuwa bei mingi. Tunapoteza comportement shi wachuruzi vraiment. Hatujue tuende wapi tufanye nini. Bei ni mengi pia, na kupitia njiani eske barabara iko na mtu? Barabara nayo iko na shida mais inexagere. Tunasikia inapita sana. Antuka tunaweza sema wakuu viongozi wa nchi yetu batusaidie sana juu ya barabara.
wasaidie sana. Na basi hivi basi eske unaweza kutuambia pia kwa nini sasa barabara imekuwa mbaya, imetumaona kabisa tu mnaendelea tu na kuleta biashara huko? Basi tuna force, tukiacha tutakufa, watoto watasoma, maisha yako nguvu. Tukisema tuache tunakufa. Hatuna msaada. Tunachia Mungu na wakuu viongozi watusaidie vraiment. Asante. Okay, merci. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa kwa jina la Nabintu Fideline. Umekuwa na kazi gani kwa hii soko? Mimi niko mama president wa Babushe. Wa Babushe. Kwa hiyo eske unaweza kutuambia uko na miaka ngapi unafanya hiyo kazi ya kibushe? Nakuwa na miaka 12. Nakuwa na miaka 12. Unaweza kutuambia sasa difference gani ambayo imekuwa kupitia hiyo mwaka yote ambayo umeshapitia hadi sasa? Umeona mabadiliko yanakuwa namna gani? Mabadiliko yanakuwa ya mingi kufatana na mangombe kufungwa, kukuliwa munjia, bei inapanda, juu ya vita. Ndio tunaona mabadiliko iko. Mabadiliko iko. Tulizungumzia pia kuhusu wauzaji ambao wamekuja kuuza chakula hapa ndani ya soko. Wamesema kuwa bei imekuwa imepanda sana. Kwa hiyo kama wewe vile kiongozi wa Bushe, unaweza kutuambia ile bei imepanda kupitia namna gani? Hapana, bei haipande, ni vile vile tunaujishaka tu atuyapandisha. 1 kilo ni 30,000 francs, atuyapandisha hata. Nimepandisha hata. Donc ni maneno yabo ile ni mawazo ambao wamekuwa wamewaza. Kwa hiyo basi unaweza kuwa na ujumbe ambao unaweza kutolea kwa viongozi kupitia mabadiliko ya soko hii. Ndio niko na ujumbe ya kusema batuachie ngombe zikuwe zinapita bonema bila probleme kunjia, na basoda wanatatiza sana, bariere ziko mingi mno. Kwa hiyo tunalomba baku viongozi batusaidie, batuachie ngombe zikuwe zinapita kwa amani. Asante. Asante sana.
Jambo dada. Jambo. Kwa majina unaitwa nani? Majina naitika jina Amade. Tunaona hapa unakuwa unaoshisha mapopo, pilipili na maavoka. Unaweza kutuambia hii mapopo uliitosha wapi na ni kazi ambayo umefanya kila siku ama aje? Ndio, ni kazi yenye tumetumika mimi na bwanangu kila siku. Ni bwanako ndio amefanya hiyo kazi ya kuua hizi mapopo? Ndio. Na tunashukuru sana kwa kuona tena chakula hizi. Unaweza kuniambia hii chakula imependwa na walio wengi ama namna gani? Ndio, imependwa na walio wengi sana. Na umeujisha popo moja kungapi? Popo moja tumeujisha valeur ya 5000. Valeur ya 5000 francs. Asante sana. Sawa sawa. Habari yako mama? Mzuri. Kwa majina unaitwa nani? Anje. Unaitwa Anje. Uko mkaaji wa wapi? Wa Kitutu. Mkaaji wa hapa Kitutu. Tunaona umeusha hapa manjizi, mbegu ya lengalenga hiyo pale, viazi hiyo pale. Umetosha shambani kwako ama ni vitu ambao ulilangula cha naona kiao? Hapana, ni ya mwangu. Ni ya mwako mshamba. Unafanya hiyo kazi ya ulimaji wa maeneo gani? Ibenga. Abi? Ibenga. Ibenga. Tumetoka hapa mpaka maeneo ya Ibenga. Kwa hiyo kumekuwa saa ngapi na hapa Kitutu huko maeneo ya shambani? Saa 3. Saa 3. Kwa ile umri wako unafanya saa 3 kutoka hapa Kitutu mpaka kule maeneo ya Ibenga, na hiyo ni pole sana. Kwa nini umefanya hiyo kazi wewe peke, na kwa hiyo aje yako ambao unakuwa na bana nisaidia katu, na mimi naambia wenzangu wa jirani na wanaenda nisaidia, kisha mimi namaliza. Kaka mama, salama. Unaendelea vizuri? Ndio, tunaendelea vizuri. Hapa tuko maeneo ya Kitutu ndani ya soko. Unaweza kutuambia jina lako ni nani na umetokea maeneo gani? Ndio, kwa majina naitika kwa majina 3, naitwa Mululi Lukomba Christophe. Natokea eneo za Kitutu Igazi. Igazi. Tunaona bino yuko hapa mbele yetu, ni kazi ambayo umekuwa umefanya maji. Ndio, ile ni kazi yangu mimi nafanya, yenyewe inaniendeleshea maisha polepole. Ni miaka ngapi uko unafanya hiyo kazi ya kulisha bino? Hivi kabisa mimi neneza miaka 15 niko natumika hii kazi ya bino. Unafanya namna gani kwa hii kilo ifikie kwa kupata hii forme ambayo uko nayo? Ninakata kwanza mti na shoka, baadaye ninaitae na mpanga, ninakuwa na chombo inachimba ndani ni mbaki onangwalulo. Na kupitia vyombo ambao umekuwa nao, je, umekuwa na vyombo yote maineana ama umekuwa na difficulty ya kupata ingine vyombo? Nakuwa na difficulty kabisa ya kupata vyombo, sababu kusudi uipate unafanya research ya nguvu sana, na ndio maana tunakuwa tunakazia na sie bei kidogo kuhusu hii bino hapa. Vyombo kabisa ndio tatizo. Kwa hiyo unaweza kuwa sina ujumbe gani kwa wale ambao watakuwa wamekutazama kunako media yako? Kuna ujumbe gani ambao unaweza kutolea kwa watazamaji? Mimi naweza kuwa na ujumbe tu kusema nikipata wa kutusaidia na vyombo ile ya kutumika nayo. Tatizo kwanza shoka, tunaweza penda tupate hata mashini ya kukua tusaidia kukatulula ile vipande ya miti. Na kuhusu miti, ni mnakata hiyo miti kuna nafasi yenu ama na mpaka ile nafasi ambayo mnaweza mkakuta mnakata hiyo miti? Ile miti tunaikata selo vile tukionana na mwenye mti tunapatana na yeye gisi ya tutalipana, na tunakata hasa mti vile tuikatake tu ovyo ovyo. Na mkapata wale ambao wanaweza kuja huku wakitaka kuinitiate donc bengine batu bafanye hiyo kazi ya kutengeneza hiyo mabino, mkapata wale kuwaletea mavyombo sasa tunasema kubaletea tu vifaa mbalimbali, na wakawaambia kama wanapenda waungane na watu wengi ili kuanza kufanya hiyo kazi. Je, unaweza kuwa tayari kwa kufundisha wengine? Ile kabisa ndio maendeleo tunaweza penda, sababu kazi kikwa ya mtu mmoja haina faida, lakini kisha kwa ya batu ya kutosha pale itakuwa na faida ya kutosha kwa batu na bei itashuka kidogo. Na kwa kupenda donc wanaweza penda kufahamu vizuri, anaweza kufahamu kupitia nini? Wakufahamu vizuri kabisa naweza pitia kwanza kwa msimamizi wetu, sababu tunakuwa na kamati ya Seva Chorabino, anonana na ole msimamizi wa kamati na yeye atamuelekeza gisi ya kupata ile mafunzo. Msimamizi wana ameitwa kwa jina gani? Msimamizi wetu anaitwa kwa jina la Mulonda Babingwa. Mulonda Babingwa ni mgaji hapa Kitutu. Ndio,
huyo ni mkaaji hapa Kitutu na yeye pia pale kuigazi. Asante. Asante na kwenu pia. Jambo mama yetu, kwa majina unaitwa nani? Mwenge. Mwenge. Unatokea wapi na kuja hapa sokoni? Mimi natokea Mwigazi. Unatokea Mwigazi, ni hapa Kitutu? Ni hapa Kitutu tu. Na umekuja kufanya nini hapa ndani ya soko? Mimi nakia ujisha miogo, mimi nakuwa mlimai. Unalimia kama eneo gani? Eneo ya kwa Mulolwa. Eneo ya kwa Mulolwa. Ni upande wa ni saa ngapi kwa kutoka hapa Kitutu mpaka kwa Mulolwa? Inakuwa saa 3. Inakuwa saa 3. Kuna bilima ama? Bilima. Na kupitia umri wako na huko unatoka hapa Kitutu mpaka kwa Mulolwa, unaweza hiyo kazi kabisa? Mimi naweza hayo. Unaiweza. Ni kazi ambayo unaizoea tangu zamani? Ni kazi ambayo umeifanya tangu zamani? Tangu zamani, depuis kuzaliwa mpaka mwa hii kimu yenye niko hapa. Swasi, asante sana na courage tu na kazi ambayo umekuwa umefanya. Sawa. Ndio kazi yangu ile, sikuende nyingine kazi. Hapa Kitutu mama. Kaka, habari yako? Salamu. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Davide. Naitwa Lavi. Davide. Uko mkazi wa wapi? Umetokea wapi na kuja kujisha hapa kwa hiso? Ku Plaisance hapa ubie. Sijui kama unaishi hapa Kitutu ama aje. Ndio naishi hapa Kitutu. Naishi hapa Kitutu. Kitutu sana. Wewe. Fanya hii uchuruzi ambao tunaona uko naujisha hapa. Hii uchuruzi umeshagawa uko naifanya ama ni kwa sasa ndio ulianza kuiuzisha? Ni kwa muda huu tu. Kwa muda huu tu. Na hivi unaweza ukatuambia unakuwa unapitia changamoto gani unapoenda Langula kuifikisha hapa? Nini ambayo inakuwa magumu kwako? Magumu zaidi ni njia kwanza. Njia kwanza ni mbaya. Ni mbaya sababu matope ni nyingi. Gari kusudi ifike hapa ni susi. Na mamoto nazo vile vile. Donc ambrefe kupata vitu ni charge kabambi. Charge kabambi. Na vitu inapofika hapa je, inatembea vizuri ama namna gani? Mtu mwenyeko hapa haiwaki kama vitu inabadilika. Juu leo tuko mu 2025. Me mtu mweko hapa ngani nauza mube ya 2017. Haiko hata 2020. Yanga ina retare ya seta. Angana retare ya leso ya seta. Na hiyo imekuwa ni shida sana kwa upande wenu. Basi tutakuwa tunaendea upande wa pili. Kaka, na wewe kwa majina unaitwa nani? Naitwa na jina langu mimi naitwa kwa jina Emmanuel Kaperson. Emmanuel, wewe na wewe umeshagawia kwa hii kazi ama na wewe ni wa sasa? Hii kazi ni mimi nagawia mwayo kama. Ushagawia mwayo. Unafanya tu hapa Kitutu ama unaenda nafasi mbalimbali? No, mimi naingia kwa majira masafa marefu, naingia Kitutu, naingia Kakolo, naingia Kiziba, nafika Kitindi na Shavunda vile. Vile wakwenda tu kujisha hii kazi. Basi umeshasema wewe ni wa zamani kwa hii kazi. Unaweza kutuambia sasa mabadiliko gani ambao umesha yaona tangu hapo ulipoanza hii kazi hadi sasa? No, changement ilikuwaka na mtu alikuwa anapataka hata kidogo kidogo. Mimi kwa leo siku majira zilikufa, njia ikakufa, transport ikapanda. Situation ikakuwa iko futi. Na hapa ndani ya soko wanawakamata namna gani? No, ça dépend na ngisi vitu viko. Wanatukamata mkadre ingine tu tax. Kwa upande wa serikali ndio nitauliza. Kwa upande wa serikali. Serikali hayaleta matatizo. Me tax ndio tuko na chunga tuangalie kwa mama watatuambia. Mkongo hakuna tax kama. Na mnajua juu ya M23 watu wanasumbuka sana. Me kwa sai tuko nakutana ma taxes zimoya, ma difficulty na vingine. Kwa hiyo unaweza kuwa sina ujumbe ngine ambao unaweza kutoa kwa wakuu viongozi, vile pia tu kwa watazamaji wote ambao watakuwa wamekutazama. Kwa juu ya viongozi vraiment batusaidie kwanza kutengenezea barabara. Tu parce que kubalabala tutapata possibilité. Sitasema tutengeneze kubalabala ukaa Kongo na kufa. Amani kwanza ndio tunapenda ukaa amani, Kongo itakuwa iko bien. Ya pili ni juu ya ile barabara. Ya tatu ni juu ya tax. Ya ine tuangalie koma tunaweza kuwa amboni collaboration entre Murega na Mushi. Na kupitia tribalisme zeziko pale. Hii matribalism ni kwa upande wa kwa wauzai ama ni upande gani? Haiko kwa upande wa wauzai. Upande wa watu ya Barega bebiko kuswati wanasema kuko Bamushi na Barega.
Oro sisi wote ni watu wa moja, hakuna Mushi na hakuna Murega. Ndio sisi wote ni umoja. Hiyo ni kweli na umesikia. Akiona ndugu yake anauzisha haisipenda niuzie, anasema shinjo tuko naleta M23 huku. Asante sana. Mnakimbia kwenyu, mnakia leta huku kwetu, mnatuletea M23 vile tuko natukosesha shi kuuzisha. Habiko bien. Asante sana. Merci, merci. Unaitwa nani? Tantini. Uko mlanguzi wa miogo, kwani mimi naona hapa kuna watu ambao wanafunga miogo. Uko mlanguzi wa miogo kama sidanganya. Ndio. Hii kazi ya kulangula miogo ilianza tangu wakati gani? Miaka 14. Miaka 14. Unauza hapa kisha unaenda ushisha wapi? Ndosha Kamituga. Ndosha Kamituga. Changamoto gani ambayo mnapitia kwa kutosha uchuguzi hapa mpaka kufikisha Kamituga? Changamoto tuko na mabarere kwa nabisha mpaka mji. Kutoka para Kamituga tuko moja 10000 francs 12000 francs mabarere konjo tike. Barere wapisha sana. Na niliona kabisa miogo zilikuwa zinaiziko mabase, mabitunga mesasa zimeshakuwa mumasaki hivi. Mnafanya ufahamu gani wa kufanya hii miogo ikuwe hivi? She tunauza bitunga miogo bitunga, tunafungula chini, banatufungia na masaki. Afungia hizo masaki. Hiyo ni borefu kabisa. Basi unaweza ukatoa ujumbe ambao unaweza ukatoa kwa wakuu viongozi kupitia changamoto ambazo mnapitia, vile vile pia kuwatazama jamaa watu watakuwa wamekutazama kunako media yako. Malalamiko watupunguzie kwa mabalere na tutesa sana. Watupunguzie kwazo na watutengenezee barabara. Ndio vitu mbili natuchanganisha mbusha wachuruzi. Asante sana. Jambo. Jambo. Wenye wanaitana? Filemo. Filemo. Naona kuna fanya kazi ya kufunga miogo. Unaweza kuniambia hii kazi ulianza kaje na unaifanya namna gani? Sifuatilie mzuri pale. Hii kazi ya kufunga hii miogo, kwani mimi nikasema nianze kuifunga sitaweza. Wewe ujuzi gani ambao ulipataka kwa kwanza kufanya hii kazi ya kufunga miogo mpaka nafikia kukua vile zenye iko? Mimi nikuparamia tu na mimi. Nikuparamia tu. Na unapofanya hiyo kazi wamekulipa ama umefanya tu kwa msaada? Leo wananilipa. Wamekulipa na umefanya tu hiyo kazi hapa ama unaenda nafasi mbalimbali? Nenda nyingine nafasi mbalimbali. Lakini kazi tu ambayo umefanya. Unatoka hapa leo Kitutu, kesho unaweza enda nyingine nafasi. Ndio kazi yangu mimi. Huko na umeoa ama ungali kijana? Mimi ni sakaoa. Shakaoa. Na hii kazi ulianza wakati ambapo ulikuwa umesoma ama je? Mimi kisha kumaliza masomo. Kisha kumaliza masomo. Kwa nini ulipomaliza masomo kufanya kazi ambayo ulisomeaka ukapendelea kufanya hii kazi? Sipatake kazi. Kupataka kazi. Asante sana. Sawa, merci.
Asante sana wapendwa watazamaji wa Ila TV, tumefikia mwisho wa kipindi yetu ya siku ya leo. Tulikuwa kuja kutembelea soko ambayo inapatikana hapa maeneo ya Kitutu mnamo usultani wa Wamuzimu ama chef-lieu wa Muzimu, na ni soko ambayo inapatikana mnamo mkoa mdogo wa Bakute ama mgrupema ya Bakute. Umeshasikia mengi ambao wachuruzi walizungumza mnamo soko hii. Vile vile pia tuweza kuzungumza na walanguzi, tukajaribu pia kuzungumza na mkuu wa soko ama kiongozi wa soko. Mlisikia malalamiko ambao waliweza kuwatolea kupitia soko hii, na nakumbusha tu ya kwamba wanahitaji kabisa watu wengi waweze kuwajia na msaada ya kuweza kufanya maendeleo ya soko hii. Vile vile pia tuliweza kuzungumza na wamama ambao wanafanya kazi ya ulimai, wanafanya kazi ya ulimaji, wanaleta biashara mbalimbali, manjisi, miogo, na wanakuja kuhudumia watu wa hapa Kitutu. Vile vile pia kwa upande wa walanguzi wanasema kuwa barabara hizi siku imekuwa ngufu, imekuwa mbofu, wanaangamia kuweza kutosha biashara yao kutoka mjini Bukavu hadi kufika hapa. Kuna nyakati ambayo imefanya hata miezi 2 njiani ili iweze kufika hapa Kitutu, na hiyo imewekea kabisa kuweza kupandisha bei ya biashara ambao imekuja hapa Kitutu. Basi wapendwa watazamaji, mmeshatambua mengi, umeshatambua kwamba hii soko ya hapa sio tu wa hapa Kitutu ndio wanakuja kwa hii soko. Kuna wale ambao wanakuja unamo vijiji mbalimbali kwa Mlolwa, Kubasikika, Kubasimbi, wamekuja hapa wa kufanya hiyo kazi ya kukia ujisha bishuruzi ya kwao. Basi nilikuwa ni Elizabeth Mazambi katika kipindi ya siku ya leo. Kamera ilikuwa imeshikiliwa naye Bonane Riziki. Niliwaambia kwamba kutoka Kamituga hapa Kitutu tumefanya kilomita 45, ila tulijitahidi tu kwa kuja hapa kuweza kufanya hii kazi ya siku ya leo. Basi mpendwa mtazamaji, sitakuwa na mengi ya kuongeza, umeshasikia mengi na mmejua yale yote ambayo yalikuwa inaendelea kwa kipindi hiki. Basi na wakaribisha tena baadaye kwa kuweza kujiunga nasi kwa kipindi ambacho kitakuwa imekuja hapo baadaye.